Tume ya Ulaya inazingatia mpango wa kuiruhusu Ukraine kujiunga haraka na Umoja wa Ulaya EU, lakini kwa wanachama wenye haki chache mwanzoni, ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya amani na Russia, huku kwa mujibu wa maafisa wa EU haki kamili za wanachama zingetolewa baadaye baada ya Ukraine kukamilisha vipindi vya mpito na kutimiza vigezo vyote vinavyohitajika. Wazo hilo ambalo bado liko katika hatua za awali linalenga kuwapa wa Ukraine matumaini ya kweli kuhusu mustakabali wao wa kiuchumi na kisiasa barani Ulaya baada ya vita hivyo kukoma. Lakini baada ya zaidi ya miaka 4 ya kupambana na uvamizi wa Russia, huku Ukraine ikitafuta wanachama wa EU kama dhamana ya usalama na udhabiti wa muda mrefu. Shirika la habari Reuters limeripoti kuwa wanadiplomasia wanasema wanachama wa Ukraine ifikapo mwaka 2027 uliingizwa katika rasmi ya mpango wa amani wenye vipengele 20 uliokuwa ukijadiliwa kati ya Marekani, Ukraine na EU. Hata hivyo, nchi nyingi wanachama wa EU zinaona tarehe hiyo kuwa ni si ya kweli, ambapo mchakato wa kujiunga na EU hutegemea mafanikio ya kisheria na taasisi na si ratiba za kisiasa. Kwa kawaida mchakato wa wanachama wa EU huchukua miaka mingi na unahitaji marekebisho makubwa ya sheria ili kuendana na viwango vya EU pamoja na idhini ya wabunge ya nchi zote 27 za wanachama. Pendekezo jipya linageuza mfumo huo kwa kuiruhusu Ukraine ili kujiunga kisiasa kwanza, kisha kupata haki kamili hatua kwa hatua. Ofisa mmoja wa EU alisema mazingira ya sasa ni tofauti kabisa na wakati sheria za wanachama zilipowekwa. Kwa mujibu wa mpango huo, Ukraine na labda wagombea wengine ingeweza wanachama wake mapema, lakini kupata haki za kupiga kura ndani ya EU kulingana maendeleo yake katika kutimiza masharti kamili ya wanachama. Ukraine ilianza mazungumzo rasmi ya kujiunga na EU mwishoni mwa 2023 baada ya kuwa mgombea rasmi mnamo Juni 2022. Kihistoria, mchakato huo huwa mrefu. Mfano, Poland ilichukua miaka 10 kukamilisha mazungumzo yake kabla ya kujiunga na EU, ambapo ilikuwa ni mwaka 2004 bila kuwa katika vita kama Ukraine ilivyo sasa. Baadhi ya maafisa wa Tume ya Ulaya wanaamini kuwa Ukraine haina muda wa kusubiri mchakato mrefu, hasa kama makubaliano ya amani yatahusisha kupoteza baadhi ya maeneo yake, jambo ambalo linaweza kuwa gumu kukubalika kwa wananchi katika kura ya maoni. Wanachama wa EU, hata kama ni wa haki chache, lakini ungeweza kusaidia kufanya hali hiyo ikubalike zaidi na kuimarisha uthabiti wa kisiasa. Hata hivyo, pendekezo hilo linakabiliwa na changamoto kubwa za kisiasa na linaweza kuwa gumu kupata uungwaji mkono wa pamoja. Maafisa wameonya kuwa mpango huo unaweza kuathiri nchi nyingine kama Montenegro au Albania ambazo zimefuata mchakato wa jadi kwa miaka mingi na sasa ziko karibu kujiunga, jambo linalofanya wazi hilo kuwa gumu kuuza ndani ya EU. Imeandaliwa na Helen Mdinda kwa msaada wa mashirika ya habari na kusoma kwako nami Timo Thrugoe.